tunapotea hatuelewi. Yaani mtu uko tayari umfanye lolote ili Simba yake irudi kwenye nini, kwenye uhalisia. Hivi kuna mtu anayemsifia Mo kama mimi? Kuna mtu anayevibrand vitu vya Mo kama mimi? Juzi tu hapa niko Dodoma tunambrand Mo njia nzima. Mo apepewe. Umeelewa bwana? Lakini mwisho wa siku timu tunaiona inapotea, timu inashindwaje kufuzu hapa? Sisi tumwambie nani sasa? Nani anayeweka mwenyekiti wa bodi pale? Shida ndio iko hapo. Simba timu inapopotea sisi hatuna, yani hatusikila la mwazini wala la mnadisala. Sisi tunachotaka Simba yetu ikae hivi nyoki. Kwa ndio maana tunaongea kauli moja na leo tuko pamoja, goma linaelekea Dodoma hivi. Watu walizani pengine mashabiki wa Simba mmeanza kutokuelewana, lakini leo hii tunaona alichozungumza Shabani, alichozungumza JB, alichozungumza nani yote yamewekwa sehemu moja na Simba inaenda kutengeneza. Hizo ni principle of democracy. Kila mtu ana haki ya kutoa nini mawazo yake. Sasa ukizuia mawazo ya mtu maana yake wewe hauko kidemokrasia. Hii nchi ya kidemokrasia na timu yetu iko ndani ya nchi ya kidemokrasia. Kwa hiyo inaendeshwa kidemokrasia. Si umeelewa? Kwa hiyo kila mtu ana opinion zake. Yeye ataona opinion yake huko, yeye ataona hivi, huyu ataona Mangungu, huyu ataona, yani mwekezaji ndo yani kila mtu atakuwa na opinion zake. Ukichanganya pamoja ndo unapata kitu hichi ambacho kinaenda kuijenga Simba iliyokuwa imara. 64 si dabi ya Kariakoo tu Zanzibar. Upo tayari? Sisi tunaheshimu kanuni, principle sawa na kanuni zilizowekwa. Sawa, kanuni tumeziwekea wenyewe kwamba kila timu inachagua mechi mbili. Popote unapotaka kupeleka utafanya nini, utapeleka. Ili mradi ufuate ule muda, duration of time. Sio, umeelewa eh? Kwa hiyo Yanga yeye kama kaamua mechi yake aipeleke Zanzibar ni mechi yake. Ila afuate taratibu za uhamishaji wa hiyo nini? Wa hiyo mechi. Yaani hicho ndio kikubwa tu. Na viongozi wetu wasifocus sana kwenye hili. Sisi tu focus kwenye kuandaa timu yetu. Basi. Yaani tukifocus kwenye kuandaa timu yetu, mechi tunapata nini? Tunapata matokeo ya point 3. Barua ya Simba pengine ilikuwa inahitaji zaidi kanuni na zifuatwe za utoaji taarifa kwamba mechi imepelekwa Zanzibar. Ndio hicho kanuni. Kwa mfano, hawezi msemaji akatoka kutoa taarifa kabla ya bodi ya ligi hawajatoa taarifa. Hiyo kipengele cha kwanza wamefanya nini? Wamevunja. Kwa hiyo wamekosea hapo. Kwa hiyo kuhamisha mechi ni swala lingine na uvunjifu wa kanuni ni swala lingine. Wanazungumza wanasema wala kinachowafanya nyie kutuma barua sio kwamba mjajipokea taarifa kawaida, issue ni kwamba mnaiogopa dabi. Nataka wenyewe wanasema. Yaani katika watu wa sasa hivi wanaoiombea hiyo dabi ichezwe hata leo ni watu wa Simba. Yaani wewe na Haura upande wa kushoto, kulia huku na Libe Segwe. Katikati nina Mpanzu na Chama, alafu juu pale nina Suleiman Mwalimu. Alafu mimi ni waogope Yanga. Wanasema wao. Wanaongea wao, sisi hatuna hiyo habari. Umeelewa? Yaani muda wote hata wakisema mechi ichezwe leo. Na popote. Yaani popote pale. Sehemu yoyote hata wakitaka tukacheze mbinguni huko. Sisi tutakunywa sumu, tutakufa, tutapaa. Tutaenda kucheza mechi. Unaonekana mechi tunaitaka vibaya mno. Si umeelewa? Wewe uogopi? Hatuna uoga huo sisi. Hatuna uoga huo. Walikuwa wanatufunga kimkakati. Sawa eh? Walikuwa wanatufunga kimkakati. Sasa hivi Simba tumekaa slogan yetu Simba nguvu moja. Yaani ndio chochote tulichokuwa kinatupiganisha sisi ni katiba, na katiba tayari ishapitishwa, katiba ya Simba tayari. Sawa? Umeelewa bwana eh? Iko tayari ishafanya nini? Ishapatikana. Kwa hiyo sisi hatuna ugomvi wa aina yoyote. Sasa kilichobaki ni kuijenga Simba iliyokuwa imara basi. Bwana JB, tujadili hili kuhusiana na Haji Sunday Manara. Kwenye video ambayo alikuwa akiongea, alikuwa anahusika na kusema ya kwamba Young Africans kuna namna moja ama nyingine walikosea mechi kuipeleka visiwani Zanzibar. Lakini akawakumbusha huenda Young Africans wanasahau Simba wanapokuwa katika ardhi ya Zanzibar mara nyingi huwa anapata matokeo zaidi ya vile ambavyo wao Young Africans wanafikiri. Lisemalo ujue lipo ndugu yangu. Kwanza Haji anaonekana kama wamewafungua macho hivi. Achana na Haji, historical background inaonyesha Yanga hajawahi kupata matokeo akicheza na Simba Zanzibar, especially mwezi wa Ramadhani, afu mechi inachezwa usiku. Yanga hajawahi kupata matokeo. Sio, umeelewa? Hilo pili. La tatu, Haji Manara yuko sahihi. Kwanza ni kitendo cha kuwakosea. Unajua tunapozungumzia uendeshaji wa vilabu, hivi vilabu vishabadilika sasa hivi. Hatupo tena kwenye mpira tu pekee, tupo mpira na biashara. Sasa biashara ya mpira maana yake inahitaji kitu kinachoitwa nini? Kitu kinachoitwa nini? Kipato. Si umeelewa? Yaani timu inaingiza nini? You must get a benefit. Sasa how can you get a benefit without get correction? Leo uwanja wa Taifa ni watu 65,000 mpaka 70,000. Na mechi ya dabi watu walivyokuwa namnao ungejaa. Ina maana Yanga mapato yasingepungua
chini ya milioni 400. Si umeelewa? Unatoka kwenye watu 65,000 mpaka 70,000 unaelekea kwenye kiwanja chenye watu 10,000 mpaka 8,000. Si umeelewa? Yaani milioni 100 kushuka chini. Tafsiri yake uongozi wao umefeli katika swala la kupata nini? La kupata kuingizia kipato nini? Timu yao. Kwa hiyo wao hawaangalii kipato, wanachoangalia wao ni ushirikina. Wanaangalia kwamba dai mechi tukicheza Benjamin Mkapa hapa watu watakuwa wengi, tukizalilika tutazalilika mbele ya macho ya watu wengi. Afadhali tukazalilike wapi? Zanzibar kwenye watu wachache. Hii mechi lazima Yanga azalilike. Hii mechi lazima Yanga azalilike. Kingine kilichomkimbiza Yanga ni ukubwa wa uwanja. Ile ni futi 100 kwa 70. 120 kwa 70, 105 kwa 70. Ule ni futi 95 kwa 60. Kwa hiyo mapana ya uwanja na urefu wa uwanja ndicho kilichowakimbiza Yanga. Simba wana wachezaji wana spidi kubwa na wana uwezo wa kupekecha, wana uwezo wa kuitafuta 18. Unataka kusema Young Africans hawana wachezaji wa kuhimili? Hawana wachezaji huo. Mchezaji mwenye uwezo huo ni mchezaji huyu Pacome ambaye ni mgonjwa. Yaani ule tushajua atuguse wapi. Ismail Tule tayari tushamuelekeza huyo. Huyu akiingia gusa sehemu fulani biashara imeisha. Anapancha mpaka kwenye meno. Anapancha mpaka kwenye meno. Hivi Simba wao unamkaba nani? Mkabaji wao si Baka anamkaba nani? Huku kuna Libesegwe. Huku kuna nani? Kuna Mpanzu. Namba 10 pale anacheza Haura. Namba 8 midfield Chama. 6 Kagoma. Juu unasimamisha Selemani Mwalimu. Turudi nyuma. Hii unamkaba nani hapo? Nyuma. Kapombe Kibabage. Sawa. Ismail Tule. Lucien Derok. Golini kama kawaida wewe. Weka wewe tupata shati huko. Ufiki hiyo unashambuliwa wewe tu muda wote. Golini anakaa hata jibi. Umeelewa? Hiyo hata nikidaka hata Mangungu anaenda anadaka. Na tunashinda. Jibi. Nakwambia. Umeelewa? Mangungu anakaa kipa siku hiyo. Mmefikia kiasi hiki. Nakwambia Simba hii unashambuliwa muda wote. Yaani muda wote sisi tuko golini kwako tu. Yaani hiyo Mwalimu, Chama, Haura, Libesegwe. Hapo Sabu. Unajua na nani Sabu nyuma? Nipe wanne. Kuna Soa yuko Sabu. Nio Maema yuko Sabu. Si umeelewa? Alafu kuna chuma kingine kile Liemba yuko Sabu. Kamara yuko Sabu. Kante yuko Sabu. Sasa hiyo Simba unafikiri Simba ina gani? Hapo shughuli imeisha. Shabani si unaona kakonda tumbo limepungua, anaanza kunenepa kuanzia tarehe 1. Nimemaliza. Shida ndio iko hapo ujue. Shabani yeye anaangalia Simba inapata pointi ngapi. Si umeelewa Simba imemfunga nani? Mimi naangalia Simba itaishije baadaye. Kwa mimi naangalia Simba ya baadaye. Yeye anaangalia Simba ya matokeo ya sasa. Kwa vitu vile tofauti. Umeelewa? Tulichokuwa tunapigania sisi ni vitu hivyo. Sawa? Ukomo wa wanachama uondolewe. Si umeelewa? Kwa sababu ndio utaleta kipato ndani ya klabu yetu. Cha pili, sawa, swala la mwekezaji. Wanatakiwa wawe wangapi? 3. Sawa hata katika Uislamu muulize ana wake wangapi? Kwa nini ameoa wake 2, 3 mpaka 4? Mungu kasema hivyo. Kwa sababu mmoja akilinga mwingine anafanya shughuli hizi. Mmoja akiumwa, yani ndio Mungu anataka hivyo. Kwa wawekezaji wao wangapi? 3. Huyu akitoa 20, huyu 20, huyu 20, 60 hiyo. Sio mmoja akitoa 20 imekuwa kavu. Umeelewa? Cha tatu, mwenyekiti wa bodi lazima atoke upande wetu sisi wanachama 51% kwa maagizo ya serikali. Hivyo ndio vitu nilivyokuwa napigania JB 64. Hutonisikia tena kupiga kelele sasa hivi kwa sababu katiba ishapitisha hivyo vitu. Sasa yeye hivyo havitaki, muulize anataka nini? Tengeleko baya. Pamoja na hayo baada ya hivyo vitu ambavyo mlikuwa mmevitamani hivi. Huyu muoga. Ngoja. Shabani anachojua yeye. Unakumbuka Yanga kipindi kile swala la Manji alivyoondoka Yanga walikuwa wanatembeza bakuli hapo. Si hatuwezi tukapitia vile, si tuna matajiri wengi. Umeelewa? Wewe unachojua kwamba akitoka Mo Kisusa akitoka tafsiri yake pale kutakuwa hakuna nini? Hakuna tajiri. Kwanza Mo hawezi kususa. Nisikilize kwanza, Mo hawezi kususa. Ngoja basi, mimi jua wewe msambaa. Sasa mimi Mo katumwa tu na baba yake pale. Ngoja mimi labda nataka nimwambie JB 64. Kiu ya wana Simba wote kuhakikisha timu yetu inaenda kwenye mabadiliko. Hicho ndio kikubwa. Na vitu alivyovizungumza JB 64 sijui hata kavitoa wapi. Mimi sijui. Wanachama wote wa klabu ya Simba tunahitaji Simba isonge mbele. Mtu mmoja hawezi kusongesha mbele Simba. Ndio maana tukaweka nguvu moja. Lakini la pili, hauwezi kuwa na kikomo cha wanachama wakati wanachama wanakufa na kuna watoto wetu wanazaliwa. Sumeelewa vizuri. Hiyo hoja ndio sikaitoa wapi. Lakini la tatu,
Mimi mpaka leo nimwambia kweli 2017 si ndio mwisho kusajiliwa na chama wake. Ngoja sikiliza basi JB. Zoezi lilisimamishwa kwa sababu ya na tulikubaliana mfumo ukikamilika ndio wanachama taingia wapya kwa gharama tofauti na sisi, na iko kikao. Sikiliza ngoja basi JB. Subiri kwanza, umesema ngoja mfumo ukikamilika na ndio kusajiliwa nani wanachama wapya. Kwa nini serikali igome kukamilisha mfumo? Wanakwambia mpaka wasajiliwa wanachama wapya. Hawajagoma serikali. Na ndio maana Mangungu siku ile kasema tarehe 27. Leo mfumo tumekuja kuletewa kitu kilichokaliwa zaidi ya miaka 7 kwa siku hizo. Kwa sababu mfumo mpaka tarehe 27 atakuwa kila kitu kimefanya nini? Kisha kamilika, kadi zinatoka. Sasa JB, nikwambie kitu kimoja labda ndugu yangu. Simba ni timu ya watu wote wa Tanzania. Kila mtu anaipenda hii klabu na kila mtu anahitaji kutoa nafasi yake ili aweze kuchangia klabu yake. Sisi hatuongoze kisultani kama nyuma mwiko. Sisi ni klabu ya wanachama. Mimi binafsi tawi langu limeingiza wanachama wengi sana. Na naweza nikajisifia saa nyingine, sijui kama kuna tawi lingine naweza ikafika. Kwa sababu gani? Kama ningekuwa sitaki wanachama nisingewaingiza wengine. Ningesema mimi Shabani na niliokuwa nao tosha. Mimi leo nataka tuwe wengi kwenye mkutano. Mimi ndo nilitetea hoja ya kwenye mkutano mkuu wa wanachama wasiende wanachama wa wilaya viongozi 3. Twende wote. Kama kushindwa tushindwe wote, kufanikiwa tufanikiwe wote kwenye mkutano mkuu. Na mimi nilishawishiwa kwamba niseme mkutano mkuu wa wanachama turuhusu kila wilaya waende viongozi 3 kama walivyofanywa ndugu zetu hao wanaongoza sultani. Kila tawi wasiojielewa. Kila tawi wana jina jipya unajua? Wanaitwa 88 FC. Unajua hiyo? Ngoja kwanza. Umesikia kila tawi wanaenda watu wao 5. Simba walisema kila wilaya tuende watu 3 au 4. Nikawaambia haiwezekani na nimekataa kwenye mkutano mkuu. Kama ningekuwa na hoja ya kupinga wanachama asiongezwe, ningewatetea wanachama wengine. Mimi nataka wanachama wengi waje na nataka wawekezaji wengi waje. Timu zetu zina wajanja wengi. Tunachohitaji wawekezaji watakayekuja wawe wa kweli. Umemwona Mohamed? Kaweka bilioni 20, hajaweka au kaweka si hatujui. Lakini wakati tuko kwenye mchakato wa bilioni 20, kuna kitu ametupa Simba. Tukiwa na hali mbaya anatuokoa. Mimi Mungu alinijalia nimewahi kushiriki Simba za njaa. Tunaenda Tanganyika Packers kucheza mechi, hela ya wachezaji nauli tunachangisha kwenye kikofia. Wachezaji wanapanda gari wanaenda kwenye mazoezi, wanarudi wanapanda gari wanaenda nyumbani. Zamani Simba ilikuwa inaenda kulala loji, leo Simba inalala hoteli ya nyota. Sasa mimi labda niseme, mimi na JB chetu niko. Na kwenye kujenga lazima watu mkinzane. Msipokinzana hamwezi kutoboa. Huo ndio ukweli. Ila tunachokisema, tunahitaji Simba yenye mafanikio. Leo tukipata mafanikio, huyu mimi nikimwambia ni elfu 10 ananipa. Umeelewa? Leo tukipata mafanikio, mimi nyumbani kwangu nikienda hata mke wangu na uwezo kupata watoto wengine. Leo wana Simba wengi wana miaka mingi hawana nguvu. Hata jana mkuu wa mkoa kwa stress za watu wa Dar es Salaam kasema nyumbani shughuli hana. Sasa hata sisi Simba kuna wakati Simba inapofanya vibaya inakuwa na sisi nguvu zetu zinakuwa shughuli hakuna, tunapepea. Kwa nini tupepee? Ndio maana unakuta huyu anapiga kelele, mwingine anapiga kelele, kesho tunachanganya, tunapata kitu hiko. Leo tunaenda kujenga Simba iliyokuwa imara. Tuwaambie wao hawajakamilisha mfumo, wanaongozwa kisultani. Sisi hatuongozwi kisultani, ndio maana JB anasema, Shabani anasema. Kwa hiyo ni wazi sasa kwamba alichozungumza JB, alichokuwa anazungumza wewe na kila mtu aliyekuwa anazungumza imechukuliwa hatua na imefanywa kazi. Sasa hizi tumzungumzie JB, tuwazungumza furaha wana Simba enda kutekeleza. Sisi tunataka njia ya Simba kupata mafanikio bro. Labda Tanzania wengi hawajui. Ndio maana tunatukanwa. Leo matusi ninayotokanwa mimi kaka, nikikupa wewe uwezi. Lakini mwisho wa siku kuna maneno yangu mengine yamesaidia Simba inaenda vizuri. Kufurahi tunafurahi wote, uongo. Wakati tunadai ajenda 9 pale Police Mess, wengine wanaotukana walikuwa hawapo. Lakini sisi tusingedai ajenda mpaka leo tungekuwa tuna mfumo wa kizamani. Lakini hao leo wanatuanasia tuna maana. Ila sisi tuwaambie hivi, katika kujenga lazima kuwe kuna migongano. Ila sisi hatuko kama wanavyofikiria wao, sie familia moja na tutahakikisha Simba inasonga mbele kwa maneno yetu na tutawapinga wale wanafiki wote ambao wanaenda kupandikiza. Na leo tuko hapa tunaelekea wapi? Tunaelekea Dodoma kutafuta nini? Pointi 6. 3 kesho kutwa tarehe 25. Simba bora sasa inaenda kupatikana. Simba bora inaenda kupatikana. Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi.
Sawa, kidemokrasia lazima watu mkosoe. Lazima. Leo mimi naweza kukupa mfano mmoja. Hivi kati ya Simba, Yanga na Azam nani aliyebugi katika usajili? Simon. Yanga amesajili wachezaji 7. Kamsajili Kouma, wamemsajili Dombia, Endu Boeli, wamemsajili wachezaji chungu mzima. Lakini katika wachezaji Celestine Ekua, umeelewa? Lakini hakuna hata mchezaji mmoja alioingia katika first 11 ya Yanga. Si umeelewa? Ina maana Yanga usajili wao au kukliki. Lakini wao umesikia kuna mchambuzi wote anazungumzia hilo swala? Yanga sasa hivi ana msimu wa 4, hajawahi kufikisha pointi 9 klabu bingwa. Wewe unajua hiyo? Pacome ana msimu wa 2, hajawahi kufunga goli kwenye mashindano ya klabu bingwa. Goli la mwisho kafunga na National. Huu msimu wa 2 mechi 12 za klabu bingwa, Pacome hajafunga goli na wala hana assist. Max Zingeli ana mechi 18 mpaka sasa hivi hajafunga goli kwenye mashindano ya kimataifa. Wewe unajua hiyo? Lakini kuna mchambuzi umesikia anazungumzia hivi vitu? Au kuna mwana Yanga yoyote kakosoa kwamba injinia Manara anakuja kuongea? Au Manara kuongea leo jana au leo? Sikaongea kwamba usajili injinia kabugi. Umeelewa? Lakini kuna Godi Yanga au Keivo au nani umewasikia wanaongea? Kwa sababu kuna vitu wanafanya nini? Wanakula na wamemwekea place nani? Manara. Sasa Manara atawapalana wale. Umeelewa? Lakini Manara